Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Leo ni siku muhimu sana. Nataka kusema na wale ambao wana malengo ya kufanya kazi za tiba, matibabu. Na hii ni kazi ya mitume na manabii, kazi ya kutibia watu, kusaidia, kwa sababu yoyote ambaye atafanya jambo zuri kwa nia njema, basi lina malipo ndani yake. Na si jambo zuri tu. Hakuna jambo zuri kama kumuondolea mtu shida, kumuondolea mtu uzito. Kuna watu wana mazito katika mazito ya kidunia. Ukimuondolea mtu shida yake, na wewe Mungu atakuinua. Sasa lakini kukuinua Mungu yategemeana na watu wale unaowasaidia. Je, wanasaidika? Wanashukuru? Mtu hawezi kukushukuru kama hukumsaidia. Sasa kuna kikwazo kikubwa sana. Hichi kikwazo kinawasababisha wengi wakashindwa kufanya kazi vizuri, zikafanikiwa katika kazi zao za uganga. Kikwazo cha kujua saa za kufanya kazi. Ndugu zangu, kila kazi utakayoletewa ya tiba ina muda wake wa kufanya. Sio unajifanyia kwa sababu unasema saa hizi sijachoka, au kwa sababu kazi imekuja saa hizi ngoja nifanye. Kwa hiyo kazi zako zitakuwa ni kazi za kubahatisha sana. Ndugu zangu, otherwise iwe ni kazi hizi za kufungua na uwe za kufungua maruhani na uwe una ujuzi mkubwa kweli kweli, ndio unaweza ukafanya muda wowote. Kuna muda wa kufanya kazi chafu, kuna muda wa kufanya kazi za kuhusiana na mambo ya uongozi, kuna muda za kufanya kazi zinazohusu mapenzi na mahusiano, kuna saa za kufanya kazi zinazohusu safari. Hata isije kuwa mambo ya mahusiano unafanya kwenye kazi za safari. Yaani kwenye saa ya safari lazima ufahamu matumizi mazuri ya saa na ufanyaji wake wa kazi. Ndugu zangu, kwanza kabisa katika wiki unaweza ukafanya kazi siku yoyote, iwe Jumatatu, Jumanne, unaweza kufanya kazi siku yoyote, yategemeana na kazi. Lakini kuna siku mbili ni siku muhimu sana ambazo kama utamfanyia mtu kazi ni mara nyingi lazima utawini, ambao inakuwa ni siku ya Alhamis na siku ya Ijumaa. Hizi ni siku ambazo tiba mara nyingi huwa zinakubali, ndugu zangu. Ambapo siku ya Alhamis ni siku ambayo imetawaliwa na sayari ya Mushtara, yani wazungu wanasema Jupiter. Lakini pia ni siku bora. Ni siku bora kwa dua za riziki, biashara na kupandishwa cheo. Siku ya Alhamis waweza kuwafanyia watu wanaokuja kukulalamikia kuhusiana na masuala ya watu wana shida ya riziki, mambo ya biashara, dawa za biashara na mambo ya vyeo huko serikalini, huko kwenye siasa na kadhalika. Na majina mazuri ya kuomba wakati ukimfanyia mtu hayo mambo ya madawa. Majina mazuri ya kutumia ni ya Razaq. Hii ya Razaq inatawala siku ya Jumanne, siku ya Alhamis. Naweza kuisoma kwa idadi ya kinyota mara 308. Ya Razaq. Lakini pia ya Ghaniyu au ya Mughni, yani ewe mwenye kutajirisha, ewe tajiri, mara 1100. Jina hili lina uzito mara 1100, waweza kulitaja. Kwa hiyo wewe kama mtabibu una kalama, mtu anaweza kukulalamikia issue zake, ukasema tu ya Razaq mara 308 ukaleta maombi. Lakini pia kuna buhuri zake, kuna manukato yake. Sio unatumia tu manukato ya kuchukua huko. Manukato mazuri kwa siku ya Jumanne wakati ukifanya kazi zako ni sandarus, lakini pia ubani dhukhra, lakini pia na udi wa lavanda au levanda. Ni udi mzuri sana. Lakini saa moja siku ya Alhamis, saa 1 asubuhi ni imeshikiliwa na sayari ya Mushtara. Sayari ya Mushtara ambayo ni sayari ya Jupiter, ambapo mlango saa 1 kuna mlango wa riziki na bahati. Kwa siku ya Alhamisi saa 1 unaweza kuomba dua ambazo zinahusiana na riziki na bahati. Lakini majina ndo kama hayo. Jina la kuomba ya Razaq mara 308. Ukisoma ya Razaq mara 308 Mungu atakuletea majibu. Yani umesoma muda sahihi, alafu wallahi lazima majibu yapatikanike. Lakini ikifika saa 2 inamilikiwa na sayari ya Mars.
Hii sayari manake saa 2 kuna mlango wa nguvu na ulinzi, mtu ambaye anataka nguvu na ulinzi, ambapo jina zuri ni ya qawiyu, ya qawiyu, ya qawiyu, ya qawiyu mara 116, mara 116. Ukisoma hivyo mtu kwa kumnuia majina pamoja na hayo mafusho ambayo nimezungumza hapo, basi utapata majibu. Lakini ikifika saa 3 asubuhi imeshikiliwa na sayari ya Shams, yani jua, ni muda wa kuomba heshima na cheo, ambao jina la kuomba ni jina la Allah lina uzito, ya Rafiu, ya Rafiu mara 351. Ikifika saa 4 ni saa ya Zuhura, ni saa ya Zuhura, ambao ni muda mzuri wa kuomba mapenzi na mambo ya kheri, ambao jina zuri la kutumia ni ya Wadud mara 20, ya Wadud, ya Wadud mara 20. Lakini ikifika saa 5 ni sayari ya Atarid, ambayo imekamata biashara na elimu. Ukitaka kama mtu amekujia na kazi ya kuhusiana mambo ya biashara au mambo ya elimu, kusoma, jina zuri kutumia ya Alim mara 150. Lakini ikifika saa 6 ni saa ya Qamar, ambayo imeshikilia mlango wa amani na safari. Kama watu wamekujia wagonjwa wanaomba amani au safari, ambao jina nzuri la kuomba ni ya Salam, ya Salam mara 131. Usiwe mganga unafanya kazi kibubusa bubusa, yani au una elimu yoyote, hamna, yani huo si utabibu. Ikifika saa 7 ni saa ya Zohali. Pia hapo unaweza kufanya kazi kumwadhibu mtu, kumaliza tatizo, kupambana na magonjwa mazito, lakini pia uwe na tahadhari. Hii ni saa mbaya, ni saa ya kifo, ambayo jina zuri la kutumia la Allah ya Sabur, ya Sabur mara 298. Ikifika saa 8 ni saa ya Mushtara, inauli vile vile tena. Saa 8 ni saa ya Mushtara, manake ni muda wa kuomba baraka za mali. Jina la kuomba ni ya Ghaniyu mara 1060. Lakini pia ikifika saa 9 ni saa ya Mas. Saa ya Mas manake ni kushinda maadui, ni mlango wa maadui, ambao unaweza kutumia jina la ya Jabbar. Kwa kazi za kushinda maadui na kupambana na watu uweza kuzitumia, na jina ambalo litakusaidia ya Jabbar, ya Jabbar mara 206. Lakini pia ikifika saa 10 ni saa ya Shams. Ni saa ya kukubalika na watu ambao wanataka utukufu, wanataka izza kwa watu. Jina zuri ya kutumia ya Azizu, ya Azizu mara 94. Ikifika saa 11 ni saa ya Zuhura, ni muda wa mahaba, ndoa na mahusiano, ambao jina zuri la kutumia ni ya Latif mara 129. Na ikifika hiyo ni siku ya Alhamis, ikifika saa 12 ni saa ya Atarid, mambo ya mikataba na mafanikio, na jina zuri la kutumia ya Fatahu, ya Fatahu, ewe mwenye kufungua mara 489. Huu ndio utabibu. Ukisikia utabibu wa kitabu ndo huu. Mwingine hana karama, hana marohani wakubwa, lakini kazi zake zinanyoka kwa sababu anazingatia formula, yani anakwenda kwenye formula. Lakini siku nzuri pia nyingine tumesema siku ya Ijumaa, ndugu zangu. Siku hii inatawaliwa na malaika ambao wengine wanamuita Anayairi, wengine wanamuita Israfili, wallahu aalam. Lakini ni sayari ya Zuhura, Venus. Siku hii imekamata sayari ya Zuhura, ni siku ya mvuto, mapenzi na kuleta utulivu wa nafsi. Majina ya kuomba siku ya yaumul Jumaa, kama kazi unataka ufanye Jumaa, ya Nuru, ya Baswitu, ya Nuru, ya Baswitu mara 328, au ya Wadudu, ya Jamiu, ya Wadudu mara 134, ambao ni siku ya kutumia mafusho. Tumia rose water kuoga, miski nyeupe, ubani wa jawi, lakini pia waweza kutumia sandar, vitu vizuri vya Ijumaa. Lakini siku ya Ijumaa saa 1 ni saa ya Zuhura, saa 1 ile asubuhi, waweza kufanya kazi za mvuto wa mapenzi, na jina ni ya Wadudu mara 20. Saa 2 ni Atwalidi, ni mambo ya uandishi na maarifa. Watu wanataka mambo ya maandishi, maarifa, kazi kama hizo. Jina zuri ya Hafidhu mara 998. Waweza kumwambia mgonjwa wako njoo siku fulani, ukajua kwamba hii siku akija saa ngapi kutakuwa kuna kazi fulani. Lakini ikifika saa 3 ni muda wa Qamar. Qamar ni muda wa utulivu wa moyo.
Kwa hiyo waweza kusoma jina ya Latif mara 129 kufanya kazi, mtu anatafuta amani, anatafuta mke mzuri na kadhalika. Ikifika saa 4 siku ya Ijumaa ni saa ya dhuhari, hatufanyi kazi nzuri, ni muda wa kufanya kazi za kinga, husuda, hata kazi mbovu, kumpiga mtu nuksi waweza kumpiga na jina zuri ya Maniu mara 161. Lakini ikifika saa 5 ni saa ya Mushtara, mambo ya mafanikio ya haraka. Watu wa Kitonga wanataka mafanikio ya haraka ya Wahabu mara 14, ni idadi nzuri ya kufanya hiyo kazi. Lakini ikifika saa 6 ni saa ya Mas, maana yake ni muda wa kukata vifungo. Jina zuri la kutumia ya Kaharu, waweza kulisoma mara 306. Lakini ikifika saa 7 ni saa ya Shams, nuru na utukufu, siku ya Ijumaa, kuweza kutumia jina ya Nur mara 256. Ikifika saa 8 saa ya Dhuhura, ni mambo ya ndoa na suruhu, maana yake utaunganisha watu, kutaka kuwaunganisha watu ni siku hiyo, ni hiyo saa 8. Jina zuri ya Jamiu mara 154. Ikifika saa 9 ni saa ya Atwarid, kupata habari njema, ni muda wa kupata habari njema. Kwa hiyo hata kama unataka kuzungumza na walimu wako ni muda mzuri kuweza kutumia jina la ya Khabiru. Lakini pia ikifika saa 10 ni saa ya Qamar, baraka za nyumbani, kuwarudisha watu nyumbani na kadhalika. Jina zuri la kutumia ya Barru mara 202. Ikifika saa 11 saa ya Zohali ni saa ya subira na ustahimilivu. Jina zuri la kutumia As-Sabur ya Sabur mara 298. Ikifika saa 12 ni saa ya Mushtara, kukamilisha jambo, mambo ya kukamilisha jambo lifanikiwe, na jina zuri la kutumia ya Kadhi al-Hajat, ni jina zuri ya Kadhi al-Hajat, ewe mwenye kutukizi haja zetu. Kwa hiyo hizi ni saa lazima mzifahamu. Usiwe mtabibu unafanya kazi kibubusa afu unasema itakuwa inshallah au hivi. Lazima utumie elimu. Mungu kataelimisha elimu ili watu waweze kuzitumia. Elimu zimewekwa, wewe unataka maajabu. Hakuna. Tusome pamoja na makalama ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Ukiongeza na elimu, manake hakuna mtu yote atakuja kukusumbua katika ulimwengu. Utakuwa yani wewe mtu yote atakuletea kazia unaimaliza kirahisi. Kwa hiyo tujitahidi sana kusoma, ndugu zanguni.